katika jina kuu la Yesu Kristo. Nashukuru, natumaini ya kwamba unaendelea vizuri na Mungu amezidi kuwa na neema kwako. Na nashukuru kwa sababu ya hiyo, kwa sababu ya Mungu tupatanisha tena na tukiwa wazima. So nashukuru Mungu, hata ingawa bado kuna matatizo unaweza kuwa unapita hapa na pale, lakini usiwe na wasiwasi. Mungu anaweza na Mungu ni mwaminifu. God is in control. Na ninaamini ya kwamba tunapoenda kuomba siku ya leo, ninapoenda kukuombea, haya matatizo itaisha, hiyo shinda zitaisha, na Mungu, kwa maana ni Mungu ambaye anasema kwamba tumuite, na anasema kwamba mkiniita nitaitika. Kwa hivyo tukiita Mungu ataitika na atapatana na wewe siku ya leo. Nataka niendelee na neno la Mungu na mafundisho mahali ambapo niliweza kufika. Na kwanza, jambo la kwanza nataka tuanze na maombi. Kwa hivyo nataka nikuombe. Tuombe. Baba, katika jina kuu la Yesu Kristo, ninakushukuru na ninasema ni asante. Mungu uliyeumba mbingu na ukaumba nchi, Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, nataka nikushukuru kwa sababu ya neno lako siku ya leo. Ninasema ni asante kwa ajili ya mtazamaji. Naomba ukaweze kulibariki neno lako na likawe na nguvu ya kukomboa, ya kuponya, ya kutenda miujiza, kwa maana neno lako ni roho na neno lako liko hai na ni upanga ukatao kuwili. Nimeomba nikiamini kwa jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Amen. Okay, karibu sana mtazamaji. Hapa ni Jirani Mwema TV. Hapa ni Jirani Mwema TV, daraja ya ukombozi. Nasema ni daraja ya ukombozi ni kwa sababu mafundisho ambayo iko kwa hii TV, maombi, ina njaa ni ya ukombozi, ni ya kufunguliwa, ni ya kuleta wokovu kwako na kwa nyumba yako katika jina la Yesu Kristo, kubadilisha maisha yako, kuinua maisha yako, kuponya ndoa yako, kufungua watoto wako. Na hiyo ndio sababu ya kwamba Mungu amenituma kwako, amenituma siku ya leo niweze kukuletea habari njema ambayo ni habari ya Yesu Kristo. So siku ya leo ninaendelea kuzungumzia kuhusu kufunja madhabahu. Nazungumzia kuhusu kufunja madhabahu, na nataka nikuambia kwamba utaelewa njia za kufunja madhabahu. Utaweza kuelewa katika jina la Yesu Kristo. Utafunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Utajua njia za kufunja madhabahu. Kumbuka ya kwamba nimekuwa nikifundisha vile unaweza ukafunja madhabahu, ama vile unaweza ukafunja madhabahu ya mapepo, or breaking evil altars katika jina la Yesu Kristo. Kwa sababu madhabahu imesumbua watu wengi. Watu wengi wameteswa na haya madhabahu, na wengine wamekuwa kwamba unapata kwamba haujajua kama ni madhabahu inakutesa ama ni evil altars zinaokufuata, ama zinafunga maisha yako, zinafunga kuendelea kwako, zinafunga pesa zako, zinafunga watoto, zinafunga ndoa yako, zinafunga maisha yako ili usiishi maisha ambayo ni maisha ya baraka. Lakini nashukuru kwa sababu kwa neema ya Mungu nimeweza kufundisha, na ninaona watu wengi sana waniambia mtume, tumesaidika, na hata wengine wameweza kuja kwa kanisa kufunja madhabahu na maisha yao ikabadilika. Maisha yao ikabadilika, ndoa zikapona, watoto ambao walikuwa hawaendi shule, walikuwa wamekataa shule, saa hii sasa wale watoto wamekubali kwenda shule na mambo inaendelea vizuri. Wengine walikuwa ni madhabahu ambao ni madhabahu ya magonjwa, na nashukuru Mungu baada ya kufunja madhabahu wale wagonjwa wamepona, na nashukuru Mungu. Ama familia imepona yote kwa jumla, kwa sababu kuna magonjwa mengine napata kwamba ni family altars. It is not just a personal altar or individual evil altar. Ni madhabahu ambayo ni madhabahu iko katika familia, ni madhabahu inabeba familia yote. Kwa hivyo nashukuru Mungu.
tunapoendelea nikasema kwamba unapokuwa madhabahu ama kuna madhabahu kinyume na maisha yako, nisema kwamba utaona kwamba una struggle financially, you start struggling financially. Utapata kwamba unang'ang'ana financially, unang'ang'ana na unashindwa ni nini kinaendelea. Nikasema kwamba utapata kwamba pesa kuingia kwa mikono yako, unapata kwamba kuna rejection ama financial difficult in financial breakthrough, ya kwamba kuna pingamizi sana katika mapato kwa maisha yako. Na nikasema na bado ninaendelea kuelezea jambo hili waweze kuelewa. Utaona kwamba pia kuna roho ya kuimbiwa elewa kwamba kuna madhabahu imesimamishwa kinyume na pesa yako, elewa kwamba kuna madhabahu. Na kumbuka ya kwamba kuna siku moja ikawa kwamba kuna mtu mmoja ambaye alikuwa mgonjwa. Huyo mama alikuwa mgonjwa, na alipokuwa mgonjwa huyo mzee wake tulikuwa tunajuana, lakini sasa wakati mama alikuja kangojeka, mama alijaribu kupeleka mke wake, ama mke wake alipongojeka alimpeleka hospitali, na alipompeleka hospitali akampeleka private. So akampeleka private ya kwanza ambaye alitibiwa akawa aendelee vizuri, na akapelekwa private ya pili pia akatibiwa, akamaliza hapo karibu miezi 3 akawa aendelee vizuri. Na sasa hii jambo ni kwamba hata mke wake alikuwa anapofimwa ile ugonjwa uonekani, ni kama unabahatishwa, mara sio hii, unaona ya kwamba, lakini alikuwa ako very serious sick, ako mgonjwa sana. So aliona asaidiki kwa hiyo hospitali, akaenda hospitali ingine, na hiyo hospitali ingine alienda ya 3 pia ilikuwa ni private. Pia hapo akamaliza miezi kama 2, pia akupata nafuu. Akamrudisha kwa nyumba. Kumrudisha kwa nyumba sasa akawa bado aendelee vizuri, akampeleka hospitali ya serikali na ama public, kwa maana pesa zilikuwa zimeisha. Alikuwa ni mtu alikuwa na biashara yake, na hiyo biashara ilikuwa ni biashara ambayo ilikuwa inamuinua sana, imeshika mzuri na inampatia pesa. Kwa hiyo alikuwa na pesa vizuri, lakini hizo pesa zikawa zimeisha katika hospitali. So kampeleka kwa public hospital, ambayo alienda. Akiwa hapo, kuna jambo moja daktari akamwambia, vile tumeangalia mke wako sisi katika uchunguzi wetu, tukifima mke wako na vipimo tuko nazo zote, hakuna ugonjwa unaonekana, lakini vile tunaona ya kwamba ni kama, akaulizwa ya kwamba unaweza kwamba huyu mke wako umpeleke, tunaweza kupea advice huyu mke wako umpeleke kwa munganga, ama kama unaendanga kanisa mpeleke kanisani akaombewe, kwa sababu kulingana vile ambavyo tunaona hii shida ama hii tatizo sio tatizo la kawaida, na tumeweza kufanya vipimo zote hatuoni shida, lakini kulingana vile tunaona kwamba hii sio tatizo la kawaida. Na kwa sababu hakuwa mtu wa kanisa vile alifanya, alimpeleka kwa mganga. Kwa hivyo alimpeleka kwa mganga wa kwanza vile ambavyo alinielezea, na ule mganga alimpeleka kwa mganga pande za Kibera. Akaniambia alimpeleka alitibiwa. Alipata yule mganga hayuko, lakini akaambiwa kwamba kuna msaidizi wake yule ambaye pia huwa anafanya kazi kama yuko, kuna asirudishe mke wake. Hivyo alienda akangangwa, na alipongangwa mganga akaniambia kwamba alimuitisha 60,000, na akamwambia okay. Yeye alipoenda kutafuta yule mganga, hapo kuna mahali alipoenda kutafuta yule mganga akampata hakuwa na mke wake. Kwa hivyo ilibidi alete mganga alikuwa amlete kwa nyumba. Kwa hiyo akaambiwa atoe 60,000 na pia mbebe amombebe ngusu ni sanduku, na mimi najua nilikuwa nafikiria ni ile ngusu tu. So nikamuuliza ngusu ni nini, akaniambia inamaanisha ya kwamba unakomboa ngari, unampeleka, yani taxi, unampeleka na unamrudisha. Mimi sasa hiyo ni language yao,
aliambiwa ni yeye atambeba ngusu. Sasa ngusu hiyo ndio language yao. So akakomboa ngari, akamleta kwa nyumba, na alipompeleka kwa nyumba akatengenezwa, lakini bado hakuwa sawa, akangangwa na akalipa 60,000. So mganga akarudi, lakini yule mgonjwa hakusikia vizuri ama hakupona. Kwa hiyo akatafuta, baada ya wiki mbili alirudi tena. Aliporudi akapata yule sasa yule mkubwa wake ama yule ambaye alikuwa anaenda kutafuta, na huyo alipoenda akamuitisha 80,000, lakini wakambegenya, akamwambia mimi hata sina pesa, na akaniambia unajua hata pesa zilikuwa zimeisha. So wakaelewana akampatia 45, na lakini akaniambia the same, akaambia utambeba ngusu, the same ni kuleta mganga kwa nyumba kumtoa Kibera kwa all the way mpaka mahali panaitwa Mwiki. So akampeleka from Kibera to Mwiki, akaenda akangangwa mke wake na akarudisha yule mganga, lakini bado hakusikia vizuri. Na nashukuru Mungu kwa sababu siku ile ambayo ilikuwa ni miaka kitambo hapo sikuwa nimefungua kanisa. So lakini ikawa kwamba wakati alielezwa kuhusu mimi, na kuna mtu alimpatanisha na mimi, na nikaelezwa na nikaenda kwa nyumba ile, na just dakika 5 yule mke wake alikombolewa. Ilikuwa ni maro, ilikuwa imetumwa, ilikuwa ni manjini. Kasema sisi ni manjini na tulitumwa na mtu, hata wakasema ni nani. So nikauliza mlitumwa kupitia nini? Ya kwamba ile njia walitumwa kupitia hiyo njia, walitumwa kupitia pesa. Kuna pesa huyu mzee wake alituma huko nyumbani, na alipotuma huko nyumbani kwa sababu katika ile familia kuna mke mdogo ama kulikuwa na mke mdogo na mke mkubwa, lakini huyu mke mkubwa alikuwa amekufa. Sasa huyu jamaa alikuwa ameoa ama mzee alikuwa ameoa hapo kwa huyu mke mkubwa. Sasa huyu mke mkubwa alikuwa amekufa. Kwa hivyo wakati alitumana pesa, hakutumana pesa mingi, alikuwa amepeana tu 500, akapatia one of the family members, kasema nenda upeleke kwa in-laws. So wakati alipeleka, huyu mama mdogo ndio alienda akapewa, na alipoenda kuchukua ili aende apatie mzee wake, sasa amwambie nani ametuma hiyo 500 alipeleka kwa mganga. Na alipopeleka kwa mganga mambo ikaharibika, wakafunga pesa, hiyo pesa ikafungwa. So wakaniambia yale majini, ikaniambia kwamba si tulitumwa tumalize ule utajiri uko hapa, zile pesa ziko hapa kupitia magonjwa. Na hivyo ndivyo ilivyokuwa, kwamba nilimuombea akakombolewa akapona kabisa. Lakini unfortunate wakati kama ya kwamba walikuwa naishi nyumba ambayo walikuwa naishi two bedrooms, na pia walikuwa wana biashara ambao walikuwa nyumba ya biashara pia walikuwa wanalipa, kwa maana mahali walikuwa naishi, walikuwa kuna nyumba ile wanaishi ama anaishi na familia yake, na kuna ile nyumba ya biashara. So baada ya kukombolewa hivyo, baada ya kukombolewa, huyu mzee wake aliniona baada ya wiki moja, akaniambia mtume, mimi nataka niende nyumbani, nataka kwenda huko nyumbani, niko na mpango niende nikachome makaa kwa sababu biashara yangu imeisha. Aliniambia kwamba alitumia, ama hiyo ngonjwa aliniambia kwamba ulitumia 1,600. Aliniambia 1,600, hiyo ngonjwa umetumia more than 600,000. Akaniambia sasa ile nyumba ya kuishi ninadaiwa 3,000. Ninadaiwa miezi 3. Nyumba ya kuishi ninadaiwa miezi 3. Nyumba ya biashara ninadaiwa miezi 3. Sioni kama nitaweza kutoboa, na pia stoko imeisha. So naona niende nyumbani, na nikamwambia ni sawa, nikamuombea baraka, maana already amesha decide kwenda, na akaenda. Lakini nashukuru niwaombea baraka, na wanaendelea vizuri sana huko nyumbani. In fact waenda kuchoma makaa, Mungu aliwafungulia njia na wakaweka biashara huko Ushangu, na waendelea vizuri sana. Huwa wananieleza vile ambavyo wanaendelea, na huwa wanaendelea kujiunganisha na madhabahu kwa ajili ya Mungu akawapinganie. My point nilikuwa nataka kusema kwamba unapoona kwamba ama evil out ama madhabahu, kwa maana
huyu mtu wa familia ambaye sitaki kusema jina lake, alienda akawainulia madhabahu kwa sababu ya wivu. Aliona watoto wa huyu mama mwingine ambaye ndiye alikuwa mama mkubwa, lakini nimekuambia alikuwa ameanga na akaacha watoto. Kwa hiyo akaona watoto vile wanaendelea na hanaona wivu, kwa maana unajua wanaona wivu kwa maana wengine wanaona wivu kwa maana wanaona watoto wao hawaendelei vizuri, wanaona watoto wewe na watoto wa mama yako wanaendelea vizuri, ama wanaona watoto wako wanaendelea vizuri ama unaendelea vizuri, lakini watoto wao hawaendelei vizuri, kwa shule hakuna kitu wanashika, wanapatwa na wivu na wanaenda wanakuinulia madhabahu, wanaenda wanainua madhabahu ya kiunganga, wanaenda wanainua madhabahu ya kiuchawi. Na unaona ya kwamba kama ni matatizo kwako, unaanza kuona maisha yenu mlikuwa mnaishi vizuri, ujui ni nini kimefanyika, but now there is maisha yenu imekuwa diverted, pesa zimeanza hazipatikani, biashara inaanza kushuka chini, magonjwa ndiyo hiyo. Unapoona elewa kwamba umeinuliwa madhabahu ya kiuchawi, ama kuna madhabahu, na madhabahu yale inahitaji kuvunjwa. Kama hii familia niliweza nikawasaidia sana, na unajua alishangaa sana, kwa maana mwenye kunipeleka hapo yeye hakuwa sana mtu ambaye alikuwa ananijua, lakini hakuwa anajua sana kama hakuwa ananijua sana, yani hakuwa ananijua sana. Yeye aliniambia tu twende tu, lakini tulipofika pale alishangaa, kwa sababu nakumbuka ya kwamba baada ya alipoona vile huyo mama amekombolewa kabisa na karudi nomo, kwa maana tulikuta ya kwamba hata mambo anaongea hayaeleweki, anaongea mambo ambayo si ya dunia, yani ile mambo unaona huyu mtu amekuwa ni kama mwenda wazimu, ni kama amekuwa kisha, pamoja kwamba amekuwa mgonjwa, lakini nikaa kuchanganyikiwa pale, maneno anaongea, mambo anaongea ileweki. Sasa akaona yale maroho imejisema ikisema sisi ni majini, inasema sisi ni majini. Nakumbuka ya kwamba wakati nilianza kufanyia ukombozi, yale maroho ilisema sisi ni majini, na ikasema sisi hatuwezi tukatoka, tuwezi kutoka, tunaweza kutolewa na watu wawili tu hapa Kenya. Walitanja watu wahubiri wawili ambao ni wahubiri wakubwa, sitawasema majina, wakasema yule mtu anaweza kututoa ni nani na nani. Unajua shetani ni muongo. Mimi nikawaambia ni sawa, lakini mimi nimekuja na nikuondoka mtaondoka. Unajua katika maisha yangu, na tangu niokoke na nianza kuhubiri, nimetoa mapepo nyingi sana, nimefungua watu sana. Kwa hivyo nilikuwa naelewa hii tu ni kuongea, wanaongea kwenda wataenda. Kwa hivyo niliwaambia kwanza, hata siwaruhusu mwende, hata siwaambii muondoke. Jambo la kwanza nataka niwatese vile ambavyo mmeweza kutesa huyu mama. Mmemtesa kwa miaka mingi sana, mmemtesa kwa muda mrefu sana, na hivyo ndivyo na hii familia mmewahangaisha, na mimi nataka niwateze. Na nikaanza kuachilia moto, lakini niliachilia moto baada ya dakika moja hivi, nikishika dakika ya pili wakaanza kusema tafadhali tupatie ruhusa twende, tufungue twende, tunataka twende. Kwa maana kwanza niliwaambia nimewafunga na kwanza nataka niwatese. So nikasema kwamba sasa, nikasema kwanza ninawatesa, nikawatesa kama dakika ingine moja, alafu nikawaambia sasa mnaweza kwenda. Wakasema hapa hatutarudi tena vile umetutesa. Wakaenda kabisa, nikawaambia waende kuzimu. So the point ni kwamba hiyo hapa nataka kusema kwamba unapoona ya kwamba maisha yako uone ya kwamba inaendelea na mnaiona kwamba kufungika kwa pesa, ama una kwamba magonjwa, unapata kwamba pesa ikipatikana ni kama inaenda kwa magonjwa. Saa nyingine unaonanga ni kama unapata kwamba magonjwa inatumwa kwa wazazi. Wewe wakati ambapo unapata pesa, unaona kila mwezi ni kama unatuma 10,000, unatuma 5,000, ni kama unatuma mshahara wako wote, kwa maana wazazi wako kila wakati ni wagonjwa na itabidi usimame na wao. Saa nyingine ni vizuri unapoangalia, kama nashukuru kwa sababu daktari alisaidia huyu jamaa, ingawa pia yeye naye kwa ile njia alienda nayo, na ni vizuri kwa maana yako anajua kwa ile njia alienda nayo. Alienda kwa ile njia ambayo tu anajua, lakini unaona huyu daktari, kama madaktari wanazafika mahali waangalie na wanajuanga, wakamwambia kwamba vile tunaona hii shida ya tatizo sio tatizo la kawaida. Kwa maana kuna madaktari ambao
wanajua Mungu na wanajua mambo ya Mungu, na utapata kwamba wanaona hii mambo si mambo ya kawaida. Kwa hivyo wao wakamwambia hii mambo ya kwamba tunaangalia hii jambo, lakini ukamuuliza unaweza kuwa mahali unaendanga kanisa, ungeweza upeleke mke wako hapo akaombewe ama umpeleke kwa mganga. Lakini kile tumetambua ama katika uchunguzi wetu, hii jambo hatujaona kama ni jambo la kawaida, na nashukuru kwa sababu aliweza kusaidika kwa njia hiyo, ingawa pia ile mwelekeo alielekea. Lakini nashukuru kwa sababu naye Mungu ni mwema na Mungu ni mwaminifu na ni wa mpango, akaweza kuniwezesha na ama nikaweza kupatanishwa na yeye na nikaenda nikamuombea na nikaombea mke wake na akapona kabisa, akafunguliwa na bado nikafunja madhabahu ya magonjwa, kwa maana ile madhabahu ikifunjwa magonjwa haiwezi kuinuka tena, kwa maana inakuanga ya kwamba yale madhabahu ikiinuliwa ya magonjwa, unapata kwamba unapatanga mtu anaombewa. Kuna watu unapata kwamba unaombewa, ukiombewa. Nimepata watu wameniambia, Apostle, hii shinda nilikuwa nayo mahali shinda fulani, nikaenda mahali fulani nikaombewa na ikakaa miezi mitatu, ikarudi tena ikakaa tena, baada ya muda mfupi ikarudi tena, nikaenda nikaombewa. Kwa hiyo unaona, ama nilienda nikaenda hospitali nikatimbiwa, lakini nikitimbiwa inakaa tena, ninakunywa dawa inarudi tena. Kwa nini inarudi tena? Inarudi kwa sababu it is a spiritual mtu. Nataka uelewe jambo moja ya kwamba nataka uelewe jambo moja ya kwamba na ninaomba tafadhali, kama unapinga simu ni vizuri tu upinge simu, hakuna haja ya kuplash kwa sababu niko kwa studio. Kwa hivyo kama unapinga simu upinge simu, ama utume tu message kama kuna jambo ambalo unavyohitaji kusema. Niko live, niko kwa studio. Kwa hivyo nimesema kwamba unapoangalia uone ya kwamba magonjwa yale, ama unaona ule ugonjwa, unaenda unakunywa dawa na baada ya muda unarudi tena, elewa kwamba ule ugonjwa sio kawaida. Nilikuwa nimesema kwamba mtu ama Mungu vile ameumba mwanadamu ako na sehemu mbili, ako na sehemu ya mwilini na ako na sehemu ya rohoni ama ya roho. Kwa hivyo tuna mtu ambaye mwili huu tunaona, na kuna mwili mwingine ambao ni mwili wa kiroho. Na yale wakati ambao umeinuliwa madhabahu ya uchawi, ile magonjwa unatumiwa ambao ni magonjwa ya kimapepo, unapatanga kwamba ule ugonjwa umeenda ukaingia katika ukapenya katika mwili ule mwili wa rohoni. So ule mwili wa rohoni, huo mwili wa undungu, hata ukikunywa dawa huwezi ni mwili wa rohoni, si physical. Unaona, ugonjwa huo umewekwa katika mwili wa rohoni. So huo mwili wa rohoni, hapo unahitaji yale madhabahu ikafunjwe na upate mtu ambaye anajua kufunja yale madhabahu kabisa, na inafunjika kabisa. Si mchezo. Yani napata kwamba Mungu alimwambia Jeremiah very powerful one, alimwambia kwamba tazama, nimekupa uwezo wa kung'oa wa kuharibu na wa kung'oa na kuharibu wa kung'oa na kuharibu na kubomoa. Kung'oa, kuharibu na kubomoa. Akamwambia nimekupatia uwezo kisha kupanda. So wakati ambapo kama ni shida iko kwa mtu, kama ni ugonjwa uko kwa mtu, ukikosa kung'olewa, kwa sababu Biblia inasema kwamba katika kitabu cha Ayubu chapter 14 I think verse 7, hapo inasema kuna matumaini ya mti baada ya kukatwa utatoa chipukizi tena. Kwa hiyo unaweza pata kwamba yale magonjwa kukatwa, ile shinda kukatwa, haijang'olewa. Na kama haijang'olewa, Biblia inasema kwamba kuna tumaini ya hiyo shinda kutokelezea tena. Kuna matumaini ya kwamba itatokelezea tena. Unaona sasa, kwa maana imekatwa kukatwa. Unajua kuna watu wengi sana wananiambia kwamba Apostle, nilienda kwa mganga
na hii shida ikanyamaza ikaisha. Kwa maana hii shida haikung'olewa, ilifanya kukatwa. Wewe ulienda kwa munganga, lakini shida haikung'olewa, ilifanya kukatwa ama ilifanya kubadilishwa, lakini Mungu mwenyewe anang'oa ile shida kung'oa. Unaona sasa, anang'oa kung'oa. Na nisema kwamba unaona kwamba unahitaji mtumishi wa Mungu ambaye ana mamlaka na ana kipawa hiki ambacho ni cha kung'oa. Ni cha kung'oa hiyo nini, kung'oa hiyo jambo kutoka kwa mizizi. Inang'oka kabisa from its roots. Unaona sasa, kwa maana nataka uelewa kwamba mamlaka iko tofauti sana. Kuna wale ambao Mungu anatujalia ama sisi watumishi Mungu ametujalia mamlaka tofauti. Maandiko inasema kwamba kuna pepo moja kwamba wanafunzi walijaribu kung'oa, lakini hawaweza kuing'oa. Lakini wakati ule mtu aliletwa kwa Yesu, kwa maana huyu mtu alikuwa na mtoto ambaye alikuwa, Biblia inasema kwamba alikuwa asikii na alikuwa aoni na alikuwa aongei. Unaona sasa, ile roho ikajaribu, wanafunzi wakaenda wakang'oa, haikuweza kutoka. Lakini wakati ambapo ule mtu ama wakati walipelekwa kwa huyu mtu akapeleka kwa Yesu huyu mtoto wake, na akamwambia Yesu, huyu mtoto wangu amekuwa na shida hii ambayo ni shida, alikuwa na shida ya kifafa. Akamwambia hii shida, amekuwa na problemu hii kwa muda mrefu, nimepeleka kwa wanafunzi wako na wamejaribu kung'oa hii pepo lakini wameshindwa. Yesu akasema ya kwamba, Yesu akauliza swali, akauliza, kizazi hiki ambacho kisichoamini na chenye moyo mngumu nitakaa nacho na nitavumiliana nacho mpaka lini? Nitavumiliana nacho mpaka lini? Nasema kwamba Yesu akakemea ile pepo na ile pepo ikaondoka, ikaacha ule nini. Na maandiko inasema baadaye wanafunzi wa Yesu wakaenda kwake faranga, wakamuuliza ni kwa nini hatungeweza kung'oa ile pepo. Wakamwambia hii pepo ama aina hii haitokangi. Kwa jambo la kwanza aliwaambia, kama mtakuwa na imani kidogo, imani ndogo kiasi ya haradali, mkiambia hii mlima ung'oke na ukapandwe baharini, itafanyika kwenu. Lakini Yesu akawaambia aina hii haitoki pasipo kuomba na kufunga. Kufunga na kuomba. Mimi kila wakati naambianga watumishi wa Mungu, kama maisha ambayo ni ya kufunga. Fasting ni very important. Fasting and prayer, and also you stay holy life. Maisha ambayo ni maisha ya kumwogopa Mungu, na utatembea na mamlaka ya Mungu, utatembea na nguvu za Mungu, na Mungu atakutumia kwa njia kubwa. Kwa hiyo nimesema kwamba ni vizuri uangalie uone kwamba situation yako ile unapitia, matatizo yako yale ambayo unapitia, ili uelewe kwamba hii mambo ni madhabahu niliinuliwa, na kufunja yale madhabahu unaweza ukayafunja. Na ni rahisi sana kufunja madhabahu ambayo ni madhabahu ya umasikini, madhabahu ya mandeni, ile inanuliwa kinyume na wewe. Ni rahisi sana. Unaona sasa. Yes, so unapoona hiyo, kama vile naelezea, unapoona magonjwa, unaenda hospitali, magonjwa ionekani, una mgonjwa unapeleka hospitali na vimo, mgonjwa unekani, ama inakuwa ni kama kubahatisha, elewa kwamba umeinuliwa madhabahu, ama mgonjwa wenu ameinuliwa madhabahu. Na ni jambo nzuri sana to seek ama kumtafuta Mungu kwa ajili ya uponyaji wake. Jambo lingine, yani nilikuwa nasema ya kwamba kuna uwezekano ya kwamba, elewa kwamba hiyo ugonjwa umetumwa wafanye masikini, mukae na mandeni, yani unaona sasa, ni vizuri mgonjwa apeleke hospitali, hiyo ni sawa. Unaona sasa, lakini unapoona ya kwamba ile ugonjwa uonekane, nasema ya kwamba pia weka Mungu hapo. Hata madaktari wao wanasema ya kwamba we treat but God heals. So ni jambo la muhimu. Jambo la pili ni wakati unaona pia unapoona hasara kwa biashara. Unaona kwamba biashara yako ilikuwa inaendelea vizuri, lakini unaona ile biashara imeanza kwenda chini. Inaenda chini. Na unaona kwamba wale wengine wanauza. Uone wale wengine wao wanauza vitu zao. Unaona vitu zao zinaenda, lakini wewe hauuzi. Elewa kwamba umeinuliwa madhabahu. Kuna mtu amekuinulia madhabahu ambao ni madhabahu ya kutofanikiwa, madhabahu ya umasikini. Kuna mtu ameinua madhabahu akafunga biashara yako. Kama utatafuta nafasi ukuje unione, nitaweza kukusaidia
katika jina la Yesu Kristo, and by the grace of God nimesaidia wengi. Kwa hivyo kwa maana haya mambo ninaelewa vizuri sana. Ninaelewa vizuri sana hii mambo. Nikifanya hii ya deliverance, niko na more than 30 years nikifanya deliverance, nikielewa mambo hii ya ukombozi. Kwa hivyo ni jambo ninaelewa vizuri, na ni jambo naelewa, na mambo hii ya madhabahu ninaelewa vizuri sana, na utaweza kusaidika. Kwa hivyo unapoona hiyo, jambo lingine ni kwamba kama nimesema kwamba unapoona nini ya kuimbiwa kwa pesa, kukoniwa kwa pesa, elewa pia elewa kwamba umeinuliwa madhabahu ya usiendelee kifedha. Unapoona ya kwamba unaimbiwa pesa, saa nyingine nimesema kwamba unaona kwamba unakoniwa, hiyo jambo usichukue kama ni la kawaida. Kuna roho hiyo ambayo inakufuata. Kuna maroho hiyo ambayo imeinuka kinyume na wewe. Kwa hiyo ni njia pia unaweza elewa kwamba umeinuliwa madhabahu ya umaskini, umeinuliwa madhabahu usioendelea kwa maisha yako. Kwa maana watu wanainuliwa madhabahu haya na wanakosa kuelewa. Mimi kuna madhabahu mabaya nimeinuliwa. Kuna mtu ambaye ameniendea kwa munganga. Kuna mtu ameniendea. Nikasema kwamba mara mingi utapata kwamba unaweza kuota ndoto za unaota mtu anakukimbiza, wengine unaona. Sasa unaona ile ndoto inajirudia sana. Unapoona ama unaona saa nyingine nikasema kwamba kuna mmoja amekuja leo, akaniambia Apostle, unajua vile ulikuwa unatafsiri ndoto, nimeona hiyo ndoto ni ya ukweli. Ulikuwa naangalia alikuwa anatoka Makandara, akaniambia mimi kuna shida nimekuwa nayo. Akaniambia nimekuwa mgonjwa na nimefanyiwa operation mara 3. Akaniambia nimefanyiwa operation mara 3, na mara hiyo ugonjwa pia nina kwa tumbo. Akaniambia kwa tumbo nimefanyiwa operation, na si mambo ya kujifungua, hapana. Anaumwa na sehemu hii hapa kwa tumbo, kando karibu na mbavu. Anafanyiwa operation ya kwanza akafanyiwa, lakini bado alipopona bado ile shida ikaendelea. Akaenda akapona operation, shida ikaendelea. Akaambiwa hiyo operation haikusucceed, ikafanywa mara ya pili, sasa ikafanywa mara ya 3. So alikuwa ananiambia kwamba nimefanyiwa operation mara 3 bila kusucceed, na pia ananiambia pia matatizo ya mwili sio. Yaani akaniambia kwamba mimi nakaa maisha ya kukunywa dawa, nikimaliza hii shida nyingine ndio hii, nikimaliza hii shida nyingine ndio hii. So ndio akaniambia unajua niliona vile unaelezea, mimi niliota nikiwa nimeumwa na nyoka, na ukifuata utapata kwamba katika ndoto hizo nikitafsiri ndoto nilielezea. Nikasema kwamba ukiona umeumwa na nyoka, nikasema kwamba elewa hiyo ni magonjwa imepandwa kwako, na elewa hizi zitakuwa magonjwa imepandwa ndani yako. It is incurable diseases, ni ugonjwa ambao hauponi. It is incurable diseases. So unaona sasa. Kwa hiyo hii shida hata kama imefanywa, it is a spiritual. Na nashukuru Mungu ya kwamba hata akikuja alikuwa naumwa, nikamwombea amepona instant. Akaniambia sikii maumivu kabisa. Nikamwambia ni sawa. So ile kitu iko nimekuombea leo, sasa endelea kufuata clinic, kwa maana niko na ile clinic ambacho ni clinic ya healing ambao huwa anafanyia, nikiombea yule mtu anakuja pia namfuatilia nione ya kwamba amefunguliwa kabisa na amepona kabisa. So kwa hiyo ile jambo nilikuwa na kusema ni vizuri uelewe, especially maandui wakiona ukiendelea huwa sana hasa kuna ataka sana ya kifinance. Huwa kuna ataka, wanaweza wakatuma magonjwa yasiyopona, wanaweza kukutumia roho ya wizi kama vile unaelezea, wanaweza wakatuma biashara yako, wakatuma rejection kwa biashara yako. Unapata kwamba unakuja asubuhi, unapata kwa biashara kumewekwa kinyezi ama vitu ambazo uelewi, na kutoka hiyo siku unaona hauuzi kitu. Hauuzi kitu, na shangaa unasema kwamba wakati watu wengine ingawa pia huwa wanasema, wanakujanga mtu ananiambia kwamba unajua mimi nimekuta kwa nyumba, nilipata kwamba kinyesi kwa biashara yangu imetupa pale ama kwa mlango ama vitu nisizoelewa, na nikachukua mafuta nikamwangia na nikaomba. Lakini wakati mwingine wanasema kwamba ni vizuri sana kuona the man of God who has authority, huyo ambaye ako na authority above authority. Kwa maana unaweza kuomba pale na upate ya kwamba ile walikuwa wamekufima wakajua uko na nguvu kiwango gani, umefika level gani. So ameleta level iliyo kubwa. Kwa hivyo ni vizuri unatafuta mtumishi wa Mungu
anaweza kukusaidia, anaweza akakusaidia. Hiyo ni njia pia nimeona nimesaidia watu wengi sana. Kwa hivyo unapoona mambo ya mna hii, ukute kwa biashara vitu vimetupwa pale, ni vitu ambazo uelewi, ni vitu uelewi, njia kwamba biashara yako iko hatarini. Mara mingi sana utapata kwamba zile vitu ukiziangalia ni vitu vinakaa mbaya. Unaweza pata kwamba ni mashilingi imepakwa rangi, imewekwa hapo kwa mlango. Mambo ya mna hiyo, vitu visivyoeleweka. Elewa kwamba umeinuliwa madhabahu ambao ni madhabahu ya uchawi, ambao ni ya kukumaliza, ni ya kukumaliza. Kwa nini? Kwa sababu maybe kuna mtu ameona unauza vizuri, mtu anaona umeendelea, unaendelea. Kwa hivyo hapo ndipo ambapo ninasema kwamba unaweza unatafuta Mungu, na kutafuta Mungu ni kutafuta mtumishi wa Mungu, kwa sababu pia yes, na vile Mungu atakuelekeza pia, kwa sababu siku ya leo kuna kina Moses na kuna Joshua, na mimi nasema kwamba mimi ni Joshua wa leo, mimi ni Musa wa leo, niweze kukusaidia. Chukua hatua uweze kukuja. Useme niko mbali, usikubali roho ya kukundanganya, ya roho ya shetani anza kukuambia unajua, unaona huko ni mbali, unaona sasa, unaona umeshikana. Usikubali sauti ya mwana hiyo. Ukisikia hiyo sauti, elewa kwamba ni yale maroho ambao wanasema kwamba zinaitwa guardian spirit, ambazo zinazuianga mtu. Unasikia sauti unataka kwenda, unasikia sauti nyingine inakwambia usiende leo, inakwambia unaona hata una pesa, hiyo fare ni mingi. Unaona sasa, elewa ni guardian spirit na monetary spirit. Guardian spirit na monetary spirit huwa zinazuilia mtu asiende mahali ambapo anaweza kusaidika, ama inapanda mtu kiburi. Unasema hata mimi ni mtumishi, hata mimi ni mtumishi. Hata siku na msemo unasema munganga ajigangi, so unasema mimi hata mimi ni mtumishi, hata mimi ni sawa. Mimi sikataa wewe ni mtumishi, na ninaelewa kwamba wewe ni mtumishi na Mungu anakutumianga, lakini tuelewane kitu kimoja. Hata Biblia inasema kwamba kuna mgonjwa katikati yenu, awaite wazee wa kanisa wamuombe na kumwekelea mikono na kumpaka mafuta. Maandiko inasema kwamba na kwa imani atapona yule mtu akimuombea. Kwa hivyo kwa nini Biblia ikusema ujiwekelee mikono? Unaambiwa uwekelewe mikono, waite wazee wa kanisa. Kwa hivyo ni vizuri sana, ni jambo zuri sana. Kunyenyekea ni kitu kizuri. Mimi wanaambia kwamba watu ya kwamba kunyenyekea ni kuzuri. Biblia inasema kwamba two are better than one. Kwa hiyo tunaposhikania yale maombi, kwamba tutakuwa na nguvu. Biblia pia inasema kwamba mtu mmoja ataangusha 1,000, wawili wataangusha 10,000. Kwa hiyo unapokuja, mimi naelewa kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu, naelewa kwamba wewe unahubiri, naelewa Mungu anakutumianga, wewe ni mwimbaji, ni sawa. Lakini tukikuja tushikanie, sasa tukiwa wawili tutaangusha 10,000. Ukiwa peke yako utaangusha 1,000. Hiyo ni kitabu cha Deuteronomy. Inaitwa the prayer of agreement. The prayer of agreement ni mahali ambapo unakuja, ambao tunashikania hiyo jambo, nikiongeza ile authority niko nayo, na wewe nao umekuja umedhihirisha imani. Kwa maana ukiona umekuja, ama wakati unakuja, mbingu imeona imani uko nayo, na nakwambia maajabu itafanyika katika jina la Yesu Kristo. Yes, kuna jambo lingine unapata kwamba kama vile nimesema kwamba pesa ukipata ile pesa, unapata kwamba pesa hazitulii kwa mikono yako, hazitulii kwa mikono. Wakati mwingine kama ni biashara unafanya, unarudishia watu wengi, unarudishia mtu change, change unarudisha nyingi. Ukiona unarudisha change nyingi, si hivi na hii. Saa nyingine unaenda unanunua vitu, unapata vitu unanunua ni fake, ama unapata kwamba unanunua shamba. Ukinunua shamba unaambiwa ile shamba iko na makesi. Jambo la mnaelewa, pesa yako inafuatwa. Kuna jambo maybe ulifanya, maandui wakajua umeanza kupata pesa, na wakaenda wakakuinulia madhabahu. Hiyo wakakuinulia madhabahu ili usiendelee. Unapoona kwamba umenunua gari, ukikuta ile gari ni kukoniwa, ulikoniwa, ni kama ukifikiri ni gari unauziwa, kumbe unapata kwamba uliuziwa scraps. Unapata kwamba unakuja tena unamnunua simu, unapata ile simu ulinunua ni kukoniwa, ulikoniwa. Mambo ya mna hiyo. Nakumbuka siku moja mtu mmoja aniambia kwamba alioziwa toy ya simu. Sasa alitestiwa na ile mzuri, na in the process, na hiyo simu ilikuwa pesa mingi sana. Na simu ni mwanandani, na simu ya 30,000, na katika ile nini ya ku exchange akapewa ile simu, akapewa toy.
Yaani sijui ya watu vile ile njia wanatumia. Lakini anambia kwamba simu alitest vizuri, akaona simu iko sawa kila kitu, unaona sasa. Lakini katika ile process ya kufungiwa, yeye alienda kuangalia kwa nyumba, unaona sasa. Hao watu pia nao sio kidogo. Kwa nyumba ndiye alienda kufungulia ile simu, akapata ile simu, hiyo simu ni toy. Hakuna simu hapo. Na alijua akichange, aliweka kwa moto, akaona mbona hii simu haingii moto. Akawambia hii simu haingii moto, kwani shida ni nini? Hii simu haingii moto. Kufungua kuta ni toy, ni toy. Kuna mchezo ulichezwa pale, akabalishiwa. Maybe unapata kwamba unaangalia tu kando, kuna ingine imewekwa hapa. Okay, they know what they do. Lakini unaona mambo ya mwana hiyo, nisema kwamba utapata kwamba si mambo ya kawaida, ni mambo ya ukana roho ya kuimbiwa. Na unapata kwamba unaotanga ukiimbiwa na wewe unapuuza hiyo ndoto, unapuuza, unaweza kukua unapuuza, lakini unaonyeshwa kwamba umeinuliwa madhabahu ya kufanya nini, ya kuimbiwa. Kwa hiyo ni vizuri unapochukua hatua. Mungu awabariki sana. Tunapoendelea na kubarikiwa, tunapoendelea kubarikiwa, nataka weze kubarikiwa na ushuhuda mmoja hapa, ambayo ni huyu ni mpendwa ambaye alikuja akapona macho, alikuwa na shida ya macho na Mungu akamponya kabisa hapa kwa madhabahu kanisani. Yes, nataka ubarikiwe na hiyo ushuhuda. Barikiwa sana. Kwa majina ni Erin Sombu. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Kwa nikikuja kwa hii kanisa nilikuwa navaa miwani. Amen. Lakini saa hizi sivai, nashukuru Mungu sana. Amen. Dada aliniambia nikuje nimpee hii miwani kwa mikono. Kwa majina ni Erin Sombu. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Kwa nikikuja kwa hii kanisa nilikuwa navaa miwani. Amen. Lakini saa hizi sivai, nashukuru Mungu sana. Amen. Dada aliniambia nikuje nimpee hii miwani kwa mikono. Amen. Kuna jambo atakampa na siku ya leo nimekuja nayo. Amen. Vile umeleta tangaza, shida zote ziko kwa hiyo mboma. Mauchawi na kile kinawakula nimeweka kwa hii madhabahu. Njia zimefunguka. Mbarikiwe sana. Unatazama. Amen. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Jensi Wesonga. Natoka Busia County. Amen. Shuhuda yangu ilikuwa last month. Mzangu alikuja akaniambia kuna shida huko kwa kazi. Kuko na watu wenye anafanya na kampuni ya Shell. So kuko na watu wenye walikuwa wanachukua pesa zenye customers wanakuja wakiekewa mafuta wakinunua vitu na wanakari phone. Wanatumia na warudishi. So akaniambia kuko na shida na kama kazi kama iko na shida wanafuta watu. Akaniambia hata tujalipwa mshahara. Nikamwambia usijali, Mungu atapigana tu. Amen. The following day akarudia akaniambia, huko watu wanafutwa kazi, hata kuko na mwingi amefu. Nikamwambia acha kuwa na wasiwasi, kuko na siku tulikuja apostle alikuwa naomba akisema, unaona kuko na wengine wanafutwa kazi na wengine wanainuliwa. Amen. Sasa mimi nikaambia mzee wangu kwenye nilikuja church, apostle alisema kuko na wengine watafutwa na wengine wainuliwe, kwa na imani. Amen. Imekuwa ni last week nikakuja hapa kwa kaniombea Wednesday. Amen. Nikaenda nikamuongelesha akaniambia mshahara amepewa but kuko na wengine hawajalipwa, wale wenye walikuwa Pigia Yesu makofi. Unatazama Jirani Mwema TV, daraja la ukombozi. Endelea na kubarikiwa. Nafundisha kuhusu kuvunja madhabahu. Kuvunja madhabahu ambayo imeinuliwa kinyume na wewe. Kuvunja madhabahu ambayo inakutesa. Kuvunja madhabahu ambayo inazuilia usiinuke kwa maisha yako. Breaking evil altars and destroying them totally. Kabisa. Kabisa. In the book of Matthew chapter 15 verse 13. Biblia inasema kwamba Yesu akawaambia wanafunzi wake, msiongope, kwa maana kila pando ambalo Baba hakupanda litang'olewa. Nataka uamini siku ya leo
kila pando ambalo halikupandwa na Mungu katika maisha yako kwa jina la Yesu Kristo, hiyo pando linang'olewa leo kwa jina la Yesu Kristo. Litang'oka leo kila pando. Madhabahu haya, if these evil altars, they are plantations, evil plantations. Na mapando haya inastahili kung'olewa. Inastahili kung'olewa. Iking'olewa hivyo, umefunguliwa kwa maisha yako. Maisha yako imeanza mwelekeo mpya. Kuna madhabahu ambayo inaitwa family destruction. Yaani kuharibiwa kwa familia, kuharibiwa kwa familia. Madhabahu yale inainuliwa. Unapata kwamba watoto wanaharibika. Kama ni mkijana yako alikuwa tu mzuri, anabadilika, anaingia kwa mandawa za kulevya, anaanza kukuinukia, anakuwa kusikii tena, anakuwa kichwa ni kama anakuwa wazimu. Yaani unashangaa kwamba huyu mtoto alikuwa mzuri. What has happened? Nini kimefanyika kwa huyu mtoto? Kwa huyu mtoto alikuwa kijana mzuri, lakini tu kwa ghafla ana change. Anaanza tabia mbaya mtoto, anaanza tabia mbaya. Wakati mwingine tunalaumu hawa watoto, lakini ni kuinuliwa, wanainuliwa madhabahu. Wanainuliwa madhabahu. Ni kuinuliwa, wanainuliwa madhabahu na maadui. Wanainua madhabahu ya destruction. Family destruction. Sasa utapata kwamba yule mtoto wako ameharibiwa kabisa, ameharibiwa. Unaona hataki shule, hataki mambo. Kama alikuwa anasoma, hataki mambo ya shule. Anza kupeleka hivi na hivi na hivi. Nimeona watoto wameletwa kwangu na by the grace of God wakapona kabisa, wakafunguliwa, na nashukuru Mungu kwa sababu ya hii. Kuna sema ya kwamba unapoona jambo la namna hii, uone ya kwamba yule kijana, nakumbuka juzi kuna kijana niletewe. Kuna mama alikuja akaniambia kijana yake akiwa mwaka wa pili university, alirukwa na kichwa, akaanza kuokota makaratasi. Akaanza kuokota makaratasi. Lakini naye Mungu ni Mungu. Mungu ni Mungu mwenye uwezo. Mungu ni Mungu mwenye nguvu. Kijana hata yule mama hakumleta, lakini nikamwelezea. Nikamwambia ile shida inasumbua kijana yako. Nikamwambia ni madhabahu. Na akanielezea, akaniambia unajua hata yule mwingine, kuna mwingine ikifika hapo kulienda hivi kaenda hivi, akakuja tukafunja madhabahu. Ndio vunja ile madhabahu. Ushuhuda alikuja kanisani wiki ya pili. Akasema kijana yake amepona kabisa. Amepona wazimu na amerudi shule. Amerudi shule. Mungu anaweza. Hakuna njia. Lakini unajua lazima kuwe ya kwamba kuna sio kila kitu tu ya kwamba hapa ni kuomba. Kuna kwingine ambao kunahitaji maombi yale yawe na lengo, yawe specific na plus matendo with faith. Na pia gift. Na unjuzi ya kwamba mtu huyu ana unjuzi huyu. Ana ujuzi wa kufanya hii jambo. Ana ujuzi. Ana ujuzi. Ukisoma katika neno la Mungu utaona kwamba kuna maandiko unasema kwamba inaongea kuhusu ujuzi. 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 Hii kitabu cha 2 Timothy nataka tusome. Nataka tusome. Unajua mimi nafundisha neno. Nafundisha neno. Na Mungu, kwa sababu Mungu anaangalia neno lake akaweza kulitimiza. 2 Timothy chapter 3. Nitaanza tu verse 1. Lakini kuna jambo nataka kuzungumzia. 2 Timothy chapter 3 from verse 1 nasema hivi: lakini fahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho
kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukurani, wasio safi, wasiopenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujifuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utawa lakini wamekana nguvu zake, hao nao jiepushe nao. Verse 6, kwa maana katika awamu wale wajingizao katika nyumba za watu, wachukuao mateka wanawake wanjinga, wenye mizingo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakijifunza siku zote ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa ukweli. Kufikia ujuzi, hawataweza kufikia ujuzi. Kwa hivyo kuna ujuzi, kuna ujuzi. Hii kazi iko na ujuzi. Ukombozi uko na ujuzi wake, uko na ujuzi wake. Uponyaji uko na ujuzi ambao ni ujuzi wa neno la Mungu na revelation ya kwamba umekuja kuniona, umenielezea shida yako, lazima nipate revelation. Jambo la kwanza, hii shida ilikuja aje, inatoka wapi, alafu revelation vile ambao itaondoka na inang'oka kabisa, inaenda katika jina la Yesu Kristo, inaondoka na utukufu na murudia Mungu. Ujuzi wa ukweli, nilikuwa na kuzungumzia hivyo. Bila sema kwamba watajifunza siku zote lakini hawatafikia ule ujuzi wa ukweli, ujuzi wa ukweli. Kwa hiyo unaona kwamba nikasema kwamba kuna hiyo ujuzi. Mungu amenipatia ujuzi wa kufungua watu kabisa kabisa, na ujuzi wa kufunja madhabahu. Hiyo ni madhabahu hiyo ni madhabahu maskini, inafunjika kabisa kwa utukufu wa jina, kwa utukufu wa jina lake. So unapoona, uone watoto wako wameinuka. Saa nyingine unawapata kwa ni mtoto, yani msichana ama kijana anataka kupingana na wewe. Imagine. Uniambie kama hiyo ni kawaida. Unaona ule mtoto anataka kupingana na wewe ama anataka kupinga mzazi. Uniambie. Huyu ni mtoto ule umelea, hata ni mtoto mdogo, hata unaona. Ni kwa sababu ya madhabahu. Kuna madhabahu yameinuliwa watoto wako wakaharibiwa. Akili haifanyi kazi. Kile unahitaji ni nini? Kufunja yale madhabahu. Unafunja yale madhabahu. Kuja madhabahu. Unaweza kuharibiwa watoto. Ande hasa wanapoona wale watoto, wanaona hawa watoto ni wale watoto wanaweza kusaidia nini? Kwa sababu wanaonanga. Nimewaambia nikawaambia kwamba kuna star hunters. Star hunters ni watu ambao wanawinda nyota. Wanaweza kuona mtoto wako, wajue mtoto atakuwa mtu mkubwa sana, waone huyu mtoto atakuwa daktari, waone huyu mtoto yumbia arishman. Wanaona nyota, wanaona nyota ya utajiri, wanaona nyota ule mtoto atakuwa mtu mkubwa. Wanaenda wanamuinulia madhabahu, wafunge ile nyota, wanamuinulia madhabahu. Wakati wa Herode alipoona nyota, alipoambiwa kuhusu nyota ya Yesu, yeye alikuwa anataka kumuua. Wanaweza asimue, lakini wanatumia ule mtoto kuchanganyikiwa, wanamtumia wazimu, wanamfanyia secret initiation. Kuna watoto unapata kwamba wameingizwa, unapata kwamba wale watoto wameingizwa Freemason. Kwa na komboa mwingine nikapata kwamba alifanyiwa in secret initiation, akaingizwa kwa devil worshiping. Nilifanya kazi si rahisi, lakini akakombolewa. Mtoto amekuwa matatizo, shida kwa wazazi, kilio kwa wazazi. Mimi nakuombea kwamba watoto wako watakuwa baraka. Watoto, Biblia inasema kwamba watoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Na baraka za Mungu achanganyi baraka zake na majuto na huzuni. Yaani Mungu achanganyi baraka zake na biranzi ya kidogo, kaswende kidogo, hapana.
Baraka za Mungu hazina majuto. Hazina majuto. Kwa hiyo mtazamaji, unashinda, unaona mtoto anateseka. Una mtoto ambaye anateseka hivyo. Unaona kwamba unahangaika juu ya mtoto juu ya hiyo. Kichwa ngumu hivi na hivi. Ama watoto wako wote unapata kwamba shida hiyo. Anaanza kuimba. Kuna mtu mmoja alikuja akaniambia, mtume wa Mungu, mtumishi wa Mungu, haki nilisikia hiyo jambo ilinigusa sana. Hiyo jambo ilinigusa sana. Nilisikia moyo wangu umeumia. Alikuja akaniambia, mtume, mimi sina watoto. Akaniambia kusema sina watoto simaanishi sikuzaa, nilizaa. Niko na vijana 4. Lakini akaniambia hao vijana 4 nimekuja hapa kukutafuta kwa maana hao vijana 4 wote ni waizi. Na kama ni waizi sina watoto kwa maana si watauawa. Nikamwambia yenyewe it is true. Kafanya ibada. Imagine wale watoto wamekuja kaniambia wale watoto wamebadilika wakaacha wizi. Wakaacha wizi. Kabisa. Kafunja madhabahu yale. Kwa sababu nataka uniambie kama ni kawaida watoto 4 wote ni waizi. Watoto 4 wote ni waizi. Ni vijana waliniambia vijana 4 na wote akaniambia wote ni waizi. Wote ni waizi. Lakini nikamwambia uko na watoto. Hawa watoto ni kuharibiwa, wameharibiwa. Hawa watoto ni kwa sababu kazi ile inasema kwamba shetani anakuja kuimba, kuharibu na kuua. Si akiharibu ataua. Amewatumia ya kwamba wameinuliwa madhabahu ya nini? Ya wizi. Ili katika wizi watauawa. So shetani anakuwa amewaimba. Ameimba akili zao, ameimba nyota zao, ameweka roho ya wizi. Then baadaye nini? Unaona sasa? Lakini nasema kwamba kwa Mungu inawezekana, mtazamaji. Kwa Mungu inawezekana. Inawezekana. Ni kuchukua hatua. Kwa sababu Biblia inasema vizuri. John chapter 3 verse 16. Jinsi Mungu alipenda ulimwengu akamtoa mwana wake wa pekee. Yeyote amwaminie, anaamini jina la Yesu Kristo. Yeyote amwaminie asiangamie, bali awe na uzima wa milele. Yeyote anayeamini jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Anayeamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Anayeamini Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Na kwake inawezekana. Na hakuna jina lingine kama hilo. Hakuna jina lingine kama hilo. Hiyo jina linabeba ukombozi. Linabeba uweza. Linabeba nguvu. Watoto wako hawataangamia kwa jina la Yesu Kristo. Ndoa yako haitaangamia. Haitaangamia. Haitaangamia katika jina la Yesu Kristo. Nimekupatia baadhi ya maushuhuda na ukombozi. Uweze kujua ya kwamba na kuona. Na nikasema vizuri, wanasema kama uamini, wewe kuja mwenyewe. Kuja mwenyewe. Wewe kuja mwenyewe. Ufanye nini? Utafiti. Kuja mwenyewe na mgonjwa. Kuja mwenyewe na mtu ako na shida. Kuja. Kuna andiko inasemanga, kuna maandiko inasema tumjaribu Mungu. Kitabu cha Malaki. Nasema munijaribu kwa njia hii. Kwa hivyo nasemanga si mbaya. Wewe kuja na wewe mgonjwa. Na mimi naamini. Kwa maana sijaona mmoja ya kwamba amekosa kufunguliwa katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo tunaendelea vizuri. Unapoona watoto wako hivyo, uone wale watoto wameanza kubadilika. Uone wale watoto wameingia, wameanza kuingia kwa mambo isiyofaa, wale watoto yako. Elewa kwamba umeinuliwa ile inaitwa family destruction. Nasema family destruction kwa sababu Biblia inasema kwamba watoto wa mtu ujanani ni kama mtu amenjaza pondo lake mishale. Hataongopa anapokaribia adui yake, ama
pingana na adui yake kwa mlango. Watoto wanafananishwa na mishale, wanafananishwa na risasi, kwa sababu kama bunduki haina risasi, it is useless. It is useless. Ni moto tu. So vile sema kwamba watoto wa mtu unjanani, yani unjanani ni wakati unabarikiwa na wale watoto. Wanafananishwa ni kama mtu shujaa amejaza, mtu shujaa amejaza pondo lake mishale, hataongopa adui. Unaambiwa wewe ni shujaa wakati watoto wako wako sawa, wakati watoto wako wanaelea vizuri, wewe ni shujaa. Hiyo ni mishale, hayo ni mishale, hiyo ni mishale yako ukizeeka. Ni mkwaji wako wakati utazeeka, ni mkwaji wa uzeeni, na ni baraka kutoka kwa Mungu. Na maadui wanajuanga, sasa wanajua, wanaenda wanainulia wale watoto madhabahu ya kiuchawi, wanaendea wale watoto paka unashangaa nini kinakula watoto wako, nini kimebadilisha kijana yako, nini kimebadilisha umusiana na alikuwa wako sawa. Unaweza ukafunguliwa, unafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Unaweza ukakuja siku ya 1-on-1, ama ukuje katika ibada hizi za ukombozi na za unabii ambazo ni za Wednesday and Friday, ama ukuje Jumapili. Ni ibada inakuanga speciali sana, ibada ya Jumapili, na itanga special service, because it carries the full package of deliverance, healing, teaching, prophetic, prayer. Inabeba vitu zote. Jumapili nasemanga it is a special service because it is a special. Unaweza ukakuja kwa hiyo ibada, unaweza ukaja pia 1-on-1, na matatizo yako, kilio chako kitakoma katika jina la Yesu Kristo. Kitakoma, nasema kitakoma, nakwambia kitakoma. Mungu akubariki sana. Leo nataka utaandaa maji, nitaombea maji. Uko na matatizo, uko naye, ni ugonjwa, usiku kuota ndoto mbaya, kunyongwa usiku, kupitia maji haya ukikunywa nitayaombea. Kwa hiyo nataka wewe na uandae maji yako hapo huko. Weka maji yako kwa gilasi ama kwa kikombe, nitayaombea. Kama unanyongwa usiku, au utanyongwa tena. Umekuwa ukinyongwa usiku, kama ni magonjwa, na amini uponyaji kwa jina kuu na jina la kipekee Yesu, jina la Yesu Kristo. Ni ndoa, amini, amini. Ni ndoa, amini, amini. Mimi wanasema kwamba nguvu za Mungu hazina mipaka, hazina mipaka. The power of God has no boundary. You just need to believe. Mungu anatenda mambo, mimi nashangaa. Mungu haina boundary, haina boundary. Huyu Mungu mimi amenishangasha. Miujiza ile nimeona akifanya, miujiza inaopita kawaida, miujiza inaopita kawaida. Naamini huyu Mungu atabadilisha maisha yako, atakuondolea machozi, atakuondolea kilio. Maadui ambao kuna vita kazini. Naona kuna mtu kuna vita kazini, vita kali sana. Baada ya kukunywa maji, au maadui anaenda hiyo, au maadui anaenda kugongana wao kwa wao, watapingana wao kwa wao, na utaona ushindi katika jina la Yesu.
Nataka tubarikiwe na ushuhuda mmoja. Hii ni ushuhuda wa uponyaji wa ndoa. Na utabarikiwa ushuhuda wa uponyaji wa ndoa. Alafu sasa ukiandaa, uandae maji yako, uweke kwa kikombe, uweke kwa gilasi. Baada ya hii ninaenda kuomba. Baada ya ushuhuda huu naenda kuombea hiyo maji katika jina la Yesu Kristo. Nataka kufika hapo huko kiroho. Nataka kufefea katika ulimwengu wa kiroho. Nifike hapo na uende kupona, ukafunguliwe kupitia neno la Mungu. Amen. Karibu. Kwa majina ni Monica Mweni, mtangalio nimeokoka. Amen. Mpenda Yesu. Amen. Church, niko na ushuhuda ya ndoa. Ushuhuda ya ndoa. Amen. Apostle, mimi nilikuanga kwa ndoa yenye ilikuanga na vita kila wakati. Kama unasikianga ilikuwa na vita, yangu ilikuanga moja. Ilikuwa kwa one of them. Yes. Tulikuwa tunapigana hadi wewe ngoja. Hadi kupigana? Yes. Hata unapiga? Hiyo wakati sijui ni nini ilikuwa imeingia. Nilikuwa na wengine nisikuwa naambiwa kitu. Nilikuwa naona niko na nguvu. Akikungoka na una ngoma. Sasa nani atasarenda? Si mimi, obvious. Obvious. Lakini utakubali we nini akikuchapa ya shilingi 10 unampatia ya moja. Sawa. Hadi majirani walikuwa wameshatuzoea. Sasa kuna hapo kwa ploti kuna kazini yake tulikuwa tunaishi na yeye. Sasa bibi yake akaenda akasema, hadi akaenda akanisema kwa mwanangu nyumbani. Akaniambia mimi na control mtoto wake. Na kuna siku nitakuja kuua huyo kijana wake. Sasa venye nilienda nyumbani mwanangu akaniambia, nikamwambia sasa mimi nitaua aje mtu mwenye hadi tuko na yeye na mtoto? Naanza aje? Kwanza naanza aje? Ukasema huwezi kumuua. Siwezi muua. Akaniambia hadi na mcontrol vile tutafanya, nitamwambia tuhame. Sasa nikauliza mwanangu, nitamwambia aje tuhamie nyumba kubwa na mimi silipangi rent. Yeye ndiye anapanga. Sasa tukakaa. Mwanangu alikuwa na vita. Nikikuja hapa kanisa, hadi kuna siku alishaikuja kunitoa kesha. Nikikuja kanisa, nikirudi sikuwa nachukua pesa ya chakula. Na hiyo wiki yote hatukuwa tunaelewana. Lakini nashukuru Mungu venye nilikuja one-on-one sana. Amen. Mwanangu alikuwa hadi akiona kalenda kwa nyumba anairarua na tupa. Sasa kuna siku nyingine alipatana na stika kwa mlango. Akaitoa. Ilikuwa ona sana. Kaitoa, mimi na nikachukua stika tena nikairudisha kwa hiyo mlango. Sasa jioni mamake akampigia simu akimuuliza. Alikuwa anamwisha pesa ya church ya Catholic. Alikuwa anataka pesa nini ya Catholic? Akamwambia unasikia mame? Anakuwa nienda chukwani. Niliacha kwenda kanisa kitambo sana. Sirudi kuniitisha hiyo pesa. Wewe? Sijali muuliza nini kunihusu. Kaniambia na hata huyu alikataa kanisa, anaenda kanisa zake. Sasa tukasema hivyo, nikashukuru Mungu, nikasema Mungu yeye madhabahu. Amen. Ametenda juu, asha surrender, amejua mimi kichwa ngumu siwezi toka kwa hiyo madhabahu. Nashukuru Mungu juu hata sasa hivi vita ilishaisha. Amen. Hata wenye walikuwa wananiona alikuwa nimekonda, nilikuwa na nashukuru Mungu sasa hivi siko kazi, lakini nafanya kazi. Yaani niko amen. Mbarikiwe sana. Sasa pesa anaacha. Sasa anaacha pesa. Sasa haleluya. Hapo sawa. Simama ushangilie. Unatazama Jirani Mwema TV, daraja la ukombozi. Nataka kuiombea sasa katika jina la Yesu Kristo. Baba uliye mbinguni, mwenye uwezo na mwenye mamlaka, ninakushukuru, nasema ni asante. Nabarikisha maji na kutangaza si maji tena. Ninaachilia mamlaka na uwezo wako. Mtazamaji na msikilizaji anapoenda kushiriki kukunywa maji hii, natangaza uponyaji, natangaza ukombozi kwa jina kuu la Yesu Kristo. Naachilia mamlaka ya damu Yesu, naachilia mamlaka ya neno lako, naachilia mamlaka ya mafundisho. Rima kuri bashanda la makuna masika
indakatai ya makori bashanda. Kwa jina la Yesu Kristo, nguvu zako na uwezo wako Bwana kadhibitishe neno lako kwa uwezo na kwa mamlaka. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Haya, kunywa. Barikiwa sana mtazamaji. God bless you. Na kuna jambo nataka nikimalizia, nataka kusema ya kwamba kama unahitaji na unasikia una msukumo wa kuwa partner wa Jirani Mwema TV, uwe one of the partners, uwe mfadhili wa Jirani Mwema TV, mlango uko wazi. Nasema ya kwamba mlango umefunguliwa. Kwa hiyo unataka kuwa mfadhili, unaweza ukatuma majina yako katika hiyo namba unaona kwa screen. Nitumie hiyo jina na uniambie utakuwa unafadhili, maybe ni monthly ama ni weekly, na kile ambacho Mungu atakuwezesha utakuwa unasimama nacho kwa ajili ya kueneza hii injili. Kwa maana this is a Christian television, ni ya kasi ya Mungu, ni injili, hakuna jambo lingine. Kwa hivyo karibu sana upatine pamoja nasi kama Jirani Mwema TV na utabarikiwa. Kwa hivyo ukituma jina yako, nitakupigia simu niongee na wewe, unitumie majina, uniambie unataka uwe mmoja ambaye ni wafadhili ama uwe mmoja wa partner wa Jirani Mwema TV, daraja ya ukombozi. Na vile ambavyo watu wanapona, wanafunguliwa, yes, Mungu atakubariki, kwa maana utakuwa one of the partner, utakuwa one of the partner na mimi kueneza injili, kupeleka injili kwa watu, kuponya watu na kufungua watu. Na Mungu aliye mbinguni utaona akikubariki, utaona akikufungulia njia, utaona akikusimamishia magonjwa, na utaona akikemea hata maadui. Kwa hivyo hapa hakuna mpaka, hata kama uko wapi na unasikia, usimame na kasi ambayo ni kasi ya Mungu, ni kasi njema, ni kasi ambayo ni kasi ya baraka. Unaweza ukatuma majina yako na utabarikiwa. God bless you. God bless you. Amen. Barikiwa sana. Wacha nikuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru, ninasema asante kwa wale wanaenda kujitolea kuwa partners wa Jirani Mwema TV, ambao ni TV ya kuhubiri injili, ni TV ya habari njema. It is a Christian television. Ninanena baraka, ninanena kibali, wasioifungukiwa, hakuna silaha itaundwa kinyume nao itakavyofanikiwa. Kwa jina la Yesu Kristo ninawabariki, nawabariki, nawabariki, nawabariki. Wanapoendelea kusimama na kasi yako, ni Mungu ukawatetee, Mungu ukawainue, Mungu ukawapinganie. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na nimeshukuru. Amen. Amen. God bless you mtazamaji. Barikiwa sana.